kahawa inalipwa pesa kidogo, watu wakienda hospitali hakuna madaktari, hakuna vifaa, unapeleka mgonjwa wa hospitali hii, unaambiwa umtoe, umweke kwa pikipiki, umpeleke Dreamland apigwe x-ray alafu umrudishe. Ndio umpeleka pale hospitali. Huyu mzee huyu Francis Mwalimu huyu, hakuna mtoto wake ambaye amekuwa mgonjwa. Hakuna hospitali Bungoma ambaye iliweza kutibu mtoto ya huyu Mwalimu ambaye ni baba yangu, mpaka akampeleka huko Bomet, inaitwa Tenwek Hospital. Pesa ile ambaye alikuwa anatumia kwa barabara kwenda kumuona na kurudi na kukaa kwa mzee kama huyu, hajawahi kaa lodging kwa maisha yake yote. Lakini sababu mtoto wake amekuwa mgonjwa, ilibidi aende na kaa huko kwa lodging huko. Mpaka mama akakuwa na wasiwasi, mzee hakuna receipts za lodging kwa mfuko, kwa sababu mtoto wake ni mgonjwa wako huko na hawezi enda pale akirudi. Matatizo hii yote haijawekwa kwa BBI. Alafu wanasema ati ile machafuko ambaye huwa inakuwa baada ya uchaguzi, watu wakiuawa, biashara ya watu ikiharibiwa, ati hiyo sasa hii BBI itakuja ndio dawa ya kuondoa uchafuko wa baada ya uchaguzi wa Kenya hii. Hiyo si dawa. Dawa ya kuzuia electoral violence, watu kupigana baada ya uchaguzi, dawa yake ni appoint mimi kama Didmus Wekesa Barasa nikuwe minister wa Interior, ndio yule ambaye analeta fujo kama Raila Odinga, niambie chifu akamate yeye, apeleke yeye jela vile wanakamata wale watu wanakunya busa, ndio watu wakome kupigana hapa Kenya. Hiyo ndio dawa pekee yake, hakuna dawa nyingine. Kwa hivyo ni maangalia kwa hiyo BBI yote, hakuna suluhisho ambaye imewekwa hapa. Hakuna pale ambapo imeandikwa ati sasa hii BBI ikipita, wala ambao wanawania urais, kina Raila Odinga, kina Musalia Mudavadi, kina William Ruto, ati kwamba wamesign, kuna mahali inasema, wanasema kwamba wakishindwa watakubali matokeo. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba pia wengine wakishindwa watakuja kwa barabara waanze kupigana. Kuna kitu kingine ambayo pia hii BBI tuliambiwa itakuja kusuluhisha. Tuliambia hii BBI itakuja kuleta equity, yani usawa. Itahakikisha wale ambao wanapata nyadhifa kubwa kwa serikali ya Kenya, wakuwa wanatoka jamii zote za Kenya, mkuwe ni Muteso, ukuwe Mbukusu, ukuwe Msabaot, ati kwamba meritocracy ndio itakuwa ina determine nani anakuwa appointed katika ofisi fulani. Hata baada ya hiyo, juzi tukifanya appointment, wale watu wakubwa wanatoka tu jamii moja. Hawezi uona Wafula, hawezi uona Osito, hawezi uona Epokoi, hawezi uona Eruangata, hawako. Wale wanakuwa ni watu wakubwa, unasikia sijui Waweru, sijui Ndegwa, sijui nani, peke yao ndio unasikia hao peke yao hapo. Kwa hivyo sisi tunasema afadhali tusaidie serikali. Hii mambo ya kuleta serikali sijui wachukue pesa mingi, sijui wafanye sijui referendum, sijui nini, hapana. Hii katiba yote tutatoka asubuhi tutaenda kwa kituo, tutapika no, ianguke. Sababu Senator Wetangula amesimama kwa bunge akasema hii BBI ndio iende kwa referendum mpaka tuifanyie marekebisho. Senator James Orengo akasema hii BBI mpaka tuifanyie marekebisho. Ochieng Amolo vile alisema kwamba tuifanyie marekebisho, wakamfuta kazi kutoka kwa vice chair wa kamati yenye ilikuwa ina process hiyo bili ya BBI, wakamtoa wakaweka pale mtu mwingine. Alafu tunaambiwa sisi wabunge ati tupitishe tu, ati hatuna hata nguvu ati ya kubadilisha hata koma. Mimi nimechaguliwa na wananchi wa Kimilili zaidi ya 35,000 ambao ni wapiga kura. Wale watu ambao wote wanaenda wakapiga kura hapa. Alafu ati mimi kazi yangu ikuwe tu ati kupitisha tu, nisiseme badilisha hii. Kwa sababu mlipeleka mimi huko niongee Kizungu ya kubadilisha maneno huko. Niliinua mkono nikaambia Bwana Speaker, we need to do amendments. Akasema we are not allowed to even amend a comma. Kwani sisi tulikuwa wale wajumbe ambao walipiga tu wakapitisha, ati kwa sababu waliambiwa wapitishe, au ni kama wasichana wale ambao wanaolewa. Msichana ya kuolewa ukiambiwa unaolewa leo hawezi kuuliza maswali, unabadilisha tu kwa net,
Hata nguo ikienda chini, mwenye kukuchikia hapo uwezi uruhusiwi kuinama kuchukua. Ukisikia kujikuna mahali hauruhusiwi kujikuna. Iko mtu ambaye unaambia akukune hapa alafu anakukuna. Wasichana ya kuolewa tu ndio wanatembeanga hiyo tu. Lakini wabunge wazima, wale watu ambao waliunda katiba wakasema for any bill to go before Kenyans for a referendum, it has to go through parliament. Hawako watu wa kumbafu. Walijua itafika kwa bunge, tuipigie msasa, tuifanyie amendments, ndio ikifika kwa raia inakuwa a complete document. Kwa hivyo mimi nitakuwa napinga hiyo kitu. Na kuna kitu kingine nimeona leo asubuhi. Kuna gazeti nyingine, hii gazeti ya Uhuru Kenyatta. Gazeti ya rais. Unajua rais ako na TV, ako na gazeti yake. Nimeona mtu ameandika hapo gazeti full page na ameweka picha yangu hapo. Anasema ati huyu mjumbe ati mimi si profesa, ati si kusoma sana. Mimi vile nilikuwa nawatafutia mnipigie kura, nilikuwa nawaambia mimi ni profesa madaktari. Aambie mwenye ile gazeti kwamba mimi Didmas Wekesa Barasa ambaye nilishinda kura hapa Kimilili. Wapiga kura wa Kimilili vile walienda kupiga kura kwa vituo vyote 62 vya kupigia kura hapa Kimilili, haikuwa jina yangu peke yake kwa ballot paper. Kulikuwa na jina ya Didmas Wekesa Barasa, kulikuwa na jina ya Profesa Nicholas Simiyu Toiwa ilikuwa hapo. Profesa ambaye ameandika the whole chapter kwa katiba ya Kenya on taxation, anaitwa Nicholas Simiyu Toiwa ilikuwa hapo. Kulikuwa na jina hapo ya Dr. Masinde ambaye alikuwa msimamizi mkubwa wa department ya linguistics Kenyatta University. Jina lake ilikuwa hapo. Kuna jina ya mtu mwingine alikuwa anaitwa Engineer John Wenya ambaye ni mhandisi mkubwa kabisa hii Kenya. Yuko mwingine alikuwa anaitwa Engineer Kikechi. Ni maana pia ni engineer mkubwa ako huko sijui Benin. Lakini hao watu wote hao maprofesa nimetaja hao, mwenye alijaribu kura ikafika 1000 alikuwa Kikechi peke yake. Profesa Toiwa alipata kura 860. Dr. Masinde alipata kura 541. Kwa hivyo hawa wananchi wenyewe ndio walijua. Na ukiangalia hii maendeleo ambayo nimefanya hapa Kimilili, nimejenga shule 16. Sasa hizo iko complete. Nimejenga ghorofa 12. Watoto wa primary ambao walikuwa wanasomea chini ya miti, sasa wanasomea kwa ghorofa. Nimeimplement. Hata nyinyi unajua hii naibu rais, ile filosofi yake ya bottom up. Atukitaka maendeleo mzuri unaanzia kwa wale mtu ya chini. Alikopi kwangu. Kwa maendeleo mimi pia nilikuwa nafuata ile bottom up approach. Unaanzia kwa shule ya primary ndio unapanda juu. Ndio? Sababu mtoto ya primary akipata max 150, hata ukipeleka yeye first school kama Msinga hawezi enda university. Ukipeleka yeye na Kalira hawezi enda university. Lakini mtoto wa primary akipata max 350, akienda St. John ataenda university. Akienda na Kalira ataenda university. Kwa kila shule ambayo yeye ataenda atakuwa anaongeza hapo value. Kwa hivyo naambia watu wa hiyo gazeti hao watafute wale maprofesa wote huko ambao wanataka wakuje wakuwa wabunge hapa kwangu hapa. Alafu wakuje tuonane na wao. Mimi ndio profesa wa siasa. Nyinyi mnaona hii kizungu yangu nakaa kama mtu ambaye hajasoma kweli? Mimi nimeenda bunge nikisimama hivi tu wasema Didmas. Nikisimama unajua ndio uandike mtu kwa gazeti kwa page, full page. Nyinyi mnapelekanga kuenda kuadvertise vifo page kadogo hivi tu shilingi 1200. Mimi tu ni mtu mdogo tu hivi, lakini nikikuweka chini hata kama wewe kwa sababu ya nguvu ambayo niko nayo kwa wananchi. Nikikalia mtu mnono hata uwezi amuka. Kupumua inakuwa matatizo kubwa sana. Kwa hivyo na mimi nimejua wale wameandika hiyo magazeti, mimi najua hao watu. Vile wamebadilisha katiba sasa, vile wanafikiria sasa katiba itabadilishwa, alafu wamesikia
ati kwa serikali ya William mimi ndio ningekuwa waziri wa interior. Sasa wameanza kutafuta pale pa kuenda. Iko watu wakubwa wako huko Nairobi. Sasa wanatafuta pale ambapo wanakwenda. Sasa ati walete narrative ati ile ambayo itafanya, my friend, uongozi kuna vitu mbili. Kuna akili na masomo. Unaweza kuwa na masomo na wewe huna akili. Hii kichwa yangu hii, mimi saa hii niko nafanya master's degree. Lakini ukitoa hii kichwa yangu ya mwanafunzi ambaye anafanya degree ya uzalifu na upatie maprofesa wengi Afrika, wale maprofesa ambao kuna PhD, sababu ya hii akili ambayo unayo mingi, hawa maprofesa wazaribika vitu sababu ya akili mingi ambayo iko kichwa yangu hii. Kwa hivyo nyinyi mkae msikuwe na wasiwasi. Nyinyi mtulie. Hii siasa nilikuwa nimechukua likizo ya miezi 4. Likizo ya kutoshiriki siasa ya kitaifa. Sasa ile likizo I want to announce today. Leo naambia watu kwamba sasa ile likizo nimeipunguza kutoka kwa miezi 4 hadi miezi 2. Sasa ile livu yangu iko inaisha sasa mwezi ujao tarehe 15 na maliza hiyo likizo. Sasa nirudi kwa uwanja kufanya sasa siasa. Ile ilikuwa hapo nyuma hapo zamani. Na nimefanya mazungumzo. Nimeongea na Mheshimiwa Wetangula, nimeongea na Mheshimiwa Kitui, nimeongea na Musalia Mudavadi. Wa Mnyinyi kidogo ndio amepotea, sijapatana na yeye, lakini bado mimi niko namtafuta. Nikimpata tutazungumza na yeye. Nimezungumza na David Simiyu Eseli na viongozi wale wengine wote. Alafu ikifika tarehe 15 mwezi ujao tena nitaita kikao na waandishi wa habari, alafu niwaelezee yale msimamo ambayo nilikuwa natafuta, alafu niwaelezee vile nilikuwa nafanya ile consultation, juhudi yangu ya kuunganisha hii viongozi wote. Nitawaambia kama imewezekana ama imekuwa ngumu, na kama imekuwa ngumu nani ndio mwenye makosa, na kama hao ndio wenye makosa tuende njia gani. Mimi nitakuja kuelezea hapa Bungoma. Mimi ndio mjumbe kijana zaidi kwa hao wabunge wengine wote. Na ukiangalia Biblia, Mungu huwa hatumii watu ambao ni wazee. Mungu anatumianga vijana. Wazee kazi yao ni kuota ndoto na kuleta maono, na vijana wanakimbia na hiyo maono. Biblia inasema namna hiyo. Ndio maana ukiangalia kwa Biblia, sasa wewe ukiona hii Biblia, kwa Biblia Yesu Kristo alianza kufanya kazi akiwa na miaka 12, kwani wazee wako kuwepo? Si wazee walikuwepo? Mpaka wakachukua mzee mwingine anaitwa Yohana Mbatizaji. Mzee alikuwa na nywele nyeupe. Ndiye alikuja na akasema hapana, mimi hii kazi ambayo nafanya ni kupenya tu njia, mwenyewe wako kwa barabara anakuja. Alafu Yesu anakuja kijana mdogo anakuwa Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi nikizungumza hapa Bungoma, watu wanisikize vizuri kwa makini zaidi, kwa sababu viongozi hao wote hakuna yule ambaye nimekosana na yeye. Unajua Wamnyinyi ni rika karibu ni rika moja ya Senator Wetangula. Pengine walinyang'anyana msichana mahali, pengine walikosana pahali. Vile nasikia kuna wakati mwingine viongozi wetu wale ambao walikuwa kwa serikali ya KANU, sijui mmoja alitumia huyu, sijui kupiga ule mwingine, sijui kuchochea yule mwingine. Sasa wako na tofauti ambazo hawawezi wakarudiana kwa pamoja hivi karibuni. Lakini mimi miaka yangu hii, I don't compete with Wetangula, I don't compete with Ken Lusaka, I don't compete with Wamnyinyi or anything. Mimi nitakompete baadaye kama hao wameondoka. Wanaondoka huko mbele, mimi sasa niko na miaka yangu kidogo. Kwa hivyo nikizungumza, when I speak about something in Bungoma, I speak it out of a good heart, not for any sinister motive. Na nikizungumza, nyinyi mnisikize kabisa. Tukielekea mbele. Nikimalizia ya mwisho, hii kaunti ya Bungoma, kila mtu wako na majukumu yake. Hawa watu vile mlienda kupiga kura, kuchagua viongozi wengi kutoka matatizo yenu mingi. Matatizo ya mtu wa kimili ilikuwa nyingi, na wale ambao waliunda katiba walijua hii matatizo haiwezi kamalizwa na mtu mmoja.
Ndio maana wakaweka kwa katiba kwamba kuna rais, kuna mizigo ambayo rais anabeba, kuna mizigo mingine ambayo governor anabeba, kuna mizigo mingine ambayo senator anabeba, na kuna mizigo mingine ambayo women rep anabeba, kuna mizigo mingine ambayo ni ya mbunge, na kuna mizigo mingine ambayo ni ya MCA. Mimi nasikia hapa Maeni yuko baba yangu mwingine ameshindwa kila pahali akitembea Didmas. Akitembea ni mjumbe. Na yeye ameajiriwa kazi huko na gavana wa Kamati huko. Sasa badala asaidie gavana wa Kamati kubeba mizigo yake kama ya gavana, anataka kuja kumsaidia mimi kubeba mizigo yangu. Na mimi nilisema huyo mtu sitaki hata kumjibu kwa sababu wakati mwingine unapata mtu ambaye yako na laana. Na umjibu uonekane pia wewe ndio mtu umekuwa kumbafu. Kwa hivyo huyo siwezi jibu huyo mtu. Si mara yake ya kwanza kupinga mimi. Alianza kupinga mimi vile nilikuwa kwa tumbo ya mama yangu. Niliambiwa wakati baba yangu alioa mama yangu, yeye akiwa ndugu ya baba yangu, niliambiwa alikuja akaambia baba yangu ati afukuze huyo mama, mimi ningezaliwa pengine huko Ujaluoni ama Kisii huko. Hakuwa anataka mimi nikuwe mtu ya huko. Yanumu ndio mai wali zene zili munda mamai. Keja kubara papenge yuzika baba wandayo abo wala baba ya atimanya mai bali ya alifukuza huyo baba kama bali kwa mimi nafukuza huyo bibi mimi ndio nimeoa ma wewe ndio umeoa bado kume labda ikawa mmali tani mai wewe ndo mmali hapo ndio limo tuibula bana kwa hivyo sisi sawa ika dono mwana imai ola na kahoma ewe tira msahunda tira hori yani yenda ya sala sasa no kimili yako wale kumapu ya Kenya lakini kaniambole mai kibasa nichi mbani le kino kitex nichi mbani le kino